kuhani. Maisha ya Mkristo kama kuhani. Maisha ya Mkristo kama kuhani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la mfalme wetu na Bwana Yesu libarikiwe. Nitasoma waraka kwa Waebrania sura ya 5. Neno la Mungu linasema kuanzia mstari wa kwanza: maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa kati ya wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusio Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi, awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Na kwa sababu hiyo imempasa, kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake yeye mwenyewe, kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kusema hivi: na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, yaani heshima ya kuhani, ila yeye aitwaye na Mungu, kama vile Haruni. Vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, kama asemavyo mahali pengine, ndiwe kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia habari ya huduma ya kikuhani ama maisha ya kikuhani kwa yule ambaye amemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Nimetangulia kusoma hapo kwa sababu gani? Kazi ya kuhani ni daraja, ni kiunganishi kati ya mwanadamu mwenye dhambi na Mungu aliye mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuhani ni mtu aliyewekwa kuwa kiungo, kufanya upatanishi kati ya mwanadamu na Mungu, kufanya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaanzia hapo. Mama, tusomee Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5 na wa 6. Ufunuo 1:5-6. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 5 na wa 6. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, ndio shahidi aliye mwaminifu, ndio mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, ndio na mkuu wa wafalme wa dunia, ndio yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Yesu Kristo ni shahidi mwaminifu na alitupenda ama ametupenda hata kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Ametuosha dhambi zetu katika damu yake, na kwa kutuosha dhambi zetu katika damu yake ametufanya kwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo kwa kututakasa kwa damu yake, kwa kutusafisha kwa damu yake, ametufanya kuwa ufalme ama kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia ukuhani wako. Ukuhani wako. Ukuhani wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukuhani wako.
Okay, kwa kazi ya msalaba wewe umefanyika kuwa kuhani. Wewe ni kuhani chini ya kuhani mkuu. Maana tangu mwanzo alikuwapo kuhani mkuu, na pamoja na kuhani mkuu wakawepo makuhani wengine. Sisi ukuhani wetu uko chini ya kuhani mkuu. Sisi tunasimama kwa jina lake kuhani mkuu. Sisi tunafanya utumishi kwa kuhani mkuu ambaye ni nani? Yesu Kristo. Na sadaka kubwa tuliyonayo ni sadaka ya damu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ni sadaka ya damu yake aliyomtoa kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tusome Waebrania hiyo sura ya 6. Kwa kuokoa muda soma mstari wa 19 na 20. Tulio nayo kama nanga ya roho yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia. Anazungumzia matumaini. Bwana Yesu apewe sifa. Umo ndani ya pazia. Aliingia nani? Aliingia Yesu kwa ajili yetu. Mtangulizi wetu. Amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa kuna mambo mawili katika huo mstari wa mwisho. Kuna alimoingia Yesu Kristo kwa ajili yetu. Ameingia kwa ajili yetu. Lakini kuna neno lingine linaendelea pale, mtangulizi wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Pamoja na kwamba Yesu Kristo aliingia katika patakatifu pa patakatifu kwa damu yake mwenyewe, na aliingia katika patakatifu pa patakatifu kwa ajili yetu, ili atupatanishe nafsi yetu na nafsi yake, ama atupatanishe na Mungu kwa damu ya nafsi yake. Bado aliingia kututangulia sisi. Aliingia kama kuhani, na sisi pale mahali alipoingia tunaingia kama makuhani. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni kuhani mkuu, aliingia patakatifu pa patakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ajili yetu. Lakini tunaambiwa ni mtangulizi wetu. Manake na sisi imetupasa kuingia mahali pale alipofanyaje? Alipoingia. Lakini yeye aliingia kama kuhani katika patakatifu, kama kuhani mkuu. Na sisi imetupasa kuingia hapo alipoingia kama makuhani. Kwa nini? Kama yeye ni kuhani mkuu, sisi kama makuhani tuliofanywa kwa damu yake tunawajibika kwake kama kuhani mkuu. Bwana Yesu apewe sifa. Manake anategemea apate ripoti ya mambo yote ya hapa kutoka kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Yesu kuhani mkuu aliingia patakatifu kwa ajili yako. Lakini pamoja na kwamba aliingia patakatifu kwa ajili yako, akupatanisha na Mungu, bado amekupa jukumu la wewe kuingia katika patakatifu ili kutoa hesabu, ili kutoa ripoti ya kile ambacho amekupa kufanya kama kuhani. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana yuko kwa ajili yetu, lakini ametutangulia. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ametutangulia, manake anatazamia sisi tufanyeje? Twende hapo mahali alipo. Tunaenda kama alivyokwenda. Yeye alikwenda kutupatanisha nafsi ya Mungu, na sisi tunakwenda kufanya kazi ile ile maadamu dunia bado ingalipo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kama yeye
alipomzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, na sisi ndugu zake ametupa neema ya kuhudumu kama yeye alivyohudumu. Hatuwezi kutoa damu nyingine, damu yake imetosha. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika uvuli wa hiyo damu yake, katika uvuli wa sadaka yake, sisi kama makuhani tunao wajibu wa kuingia patakatifu pa patakatifu ili kutoa hesabu mbele zake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania ambayo tumekuwa tunaisoma sana, Waebrania 10:19 na 20. Nafikiri watu mnayo kichwani Waebrania 19:20. Si mnayo kichwani? Haya, moyoni basi. Toeni ya moyoni, kichwani hamna. Toeni ya moyoni. Maana wao wanaweza akasema mchungaji sasa ameenda mbali. Yaani sisi tunaweka mambo kichwani baada ya roho. Haya, toeni moyoni basi. Unasoma. Haya, soma mama. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tunaambiwa kwamba Yesu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono ndio ufalme patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa. Na sasa hapa sisi tunaambiwa kwamba tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Sasa kama Yesu aliingia katika patakatifu ambapo hapakufanyika kwa mikono, ambapo ndipo patakatifu halisi. Maana patakatifu palipofanyika kwa mkono ni mfano wa patakatifu halisi. Yeye hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, aliingia katika patakatifu halisi. Na sisi tunaambiwa tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Njia ile aliyotuanzishia iliyo mpya, njia ile ambayo yeye mwenyewe alianzisha iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Njia aliyotuanzishia, aliyoianzisha yeye, na ndio maana akaitwa mtangulizi wetu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo njia hapo mwanzo haikuwepo, ujue. Kabla Yesu kuendea msalaba, njia hiyo haikuwepo. Hakuna yeyote ambaye alikuwa anaweza akasogea mbele za Mungu. Hiyo njia haikuwepo. Njia alianzisha Yesu. Na ndio maana naambiwa kwamba alipoingia Yesu umo kwenye pazia, matumaini yetu yaliyo katika hilo pazia umo. Alipoingia Yesu mtangulizi wetu, aliingia kwa ajili yetu, lakini mtangulizi wetu. Na hapa unaona kwamba tuna ujasiri wa kupangia patakatifu alipoingia nani? Yesu. Njia hiyo alianzisha mwenyewe, na inapita katika pazia, yaani mwili wake. Kwa nini? Mwili wake ndio uliotobolewa, mwili wake ndio ulioharibiwa, ukamwaga damu, na sisi hiyo damu ikatupa kibali cha kupangia patakatifu kwa kutuleta karibu na nani? Na Mungu, kwa kutupatanisha na nani? Na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tunapoingia patakatifu kwa hiyo damu, tunalo jukumu la kufanya kama makuhani. Na hapo patakatifu unaweza ukaingia muda wote unaotaka, kwa kadiri unavyotaka wewe. Unaweza ukaingia, iwe usiku, iwe mchana, iwe siku nzima, iwe wiki, iwe mwezi. Unaweza ukapaingia patakatifu kwa hiyo damu ya Yesu Kristo kwa kadiri utakavyo. Ni wewe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi hawajui hata wanapoomba wanaomba kama nani, na Mungu atawajibu
kama nani? Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mkristo ukisha kujitambua, ukiokoka tu, ukishaokoka tu, ukisha kujitambua, basi utajiepusha na mambo mengi na utajichukulia tofauti. Kitu cha kwanza, utamheshimu huyo Mungu na utajiheshimu wewe. Kwa sababu gani? Bila wewe kujiheshimu, huwezi kuwaheshimu wengine wala huwezi kumheshimu Mungu. Kitendo cha wewe kutokujiheshimu ni wazi kwamba umeshindwa kumheshimu nani? Mungu wako. Yaani kitendo cha wewe kutokujiheshimu ni ishara wazi kwamba umeshindwa kumheshimu Mungu wako. Manake huwezi kumwakilisha, huwezi kumtambulisha. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake wanaojiheshimu hawezi kumjibu vibaya mume wake hata siku moja. Hata kama jambo alilokuambia halifai, Biblia inataja huwezi kuacha kumstai mume wako. Hata kama kitendo alichofanya ni kibaya kiasi gani, huwezi kumfokea mume wako kama mtoto mdogo. Kumfokea mume wako ni sawa na kumfokea Kristo. Kwa sababu Biblia inatutaka tuvumilie mabaya. Tunapotendewa mabaya wakati sisi ni wenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Usimfyolee mume wako, utafukuza baraka. Nasema kwa sababu humu kuna wanawake wengi kuliko wanaume. Usimfyolee mume wako, usimsonye mumeo, usimshushe, sijui unafanyaje, sijui kumwangalia mumeo. Unatafuta balaa. Usimjibu mumeo vibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Nazungumza na kanisa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hata kama mume wako hajaokoka, ni mlevi, mume wako hajaokoka, ni mtukanaji, mume wako hajaokoka, ni mzinzi, usimjibu vibaya. Mstai, kwa kuwa wewe ni mtumishi wa nani? Wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Mume wako unajua wakati anakuoa mlikutana baa. Mlikutana baa. Leo inakwaje utake anene kwa lugha nyumbani kwako? Unataka aishi kama mlokole wakati tangu anakuwa unajua ni mpagani. Bwana Yesu apewe sifa. Unajifukuzia baraka, unajizuilia mambo kiroho, unajikwamisha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na kudharau wazazi wako eti kwa sababu wao umeokoka, wao hawajafanyaje? Hajaokoka. Wakikuelekeza utende dhambi, kataa, lakini sio kuwavunjia heshima na kuwadhalilisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kumkatalia mtu kitu kwa lazima umtukane? Lazima umdhalilishe? Basi wewe ni mtumishi wa Mungu. Ruhusu Mungu aliye ndani yako afanye kazi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Nani tena huyu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wewe umekusudiwa kutumika mbele za Mungu, na ndio maana Roho Mtakatifu amerudi ndani yako. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unaposhindwa kujiheshimu, Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yako. Manake umemkataa Mungu, umemwasi Mungu. Mungu ni wa staa. Bwana Yesu apewe sifa.
Roho Mtakatifu alipokuwa ndani ya Yusufu, na yeye aliyekuwa ndani ya Yusufu ndiye aliye ndani yako. Aliyekuwa ndani ya Yusufu alipopata habari kwamba mchumba wake ana mimba, na akajua hii mimba si ya kwangu kwa sababu mimi sijawahi kulala naye, alikusudia kumwacha kwa siri, mpaka anaitwa mchumba wake. Ujua alishatoa mahali ilishafanyaje? Ilishakwenda, ilishaliwa. Manake ingekuwa ni Kiluguru angesha mchukua, lakini baada ya kuona huyu mtu ni mjamzito na ujauzito sio wa kwangu, akakusudia kumwacha kwa siri. Bado alikusudia kutunza heshima yake katika jamii. Bado hakutaka kuidhihirisha haki yake na utakatifu wake na usafi wake mbele za watu. Alitaka mambo yaishe, Mungu awe shahidi na mwamuzi. Bwana Yesu apewe sifa. Huo ndio utendaji wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kristo, kweli umeamua kuokoka, utajilinda, utajitunza, utajiheshimu, utajiona kuwa ni mtu special ambaye hautaki kuenenda kama vile ulimwengu unavyoenenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo yeye ametuosha dhambi zetu, ametutenga tuwe makuhani wake, na yeye alipoingia katika patakatifu kwa ajili yetu alitutangulia na akatutengenezea njia ambayo itatuwezesha sisi kuingia hapo mahali ambapo amefanyaje? Ameingia. Sasa patakatifu unaweza kuingia kama mtu mwenye shida zako. Bwana Yesu apewe sifa. Ukaenda kulia shida. Ukaenda kulia shida, lakini nataka niseme mimi na wewe katika Kristo sio watu wa kwenda mbele za Mungu kulia shida. Sio. Na wengi nikiwaambia hivyo wanasema huyu jamaa mpotoshaji. Yaani tusilie shida mbele za Mungu. Nataka nikwambie mimi na wewe katika Kristo hatutaki kwenda mbele za Mungu kulia shida. Maana vitu vyote ni vya kwetu na sisi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Amen. Umeelewa? Changamoto tunazopitia, taabu tunazopitia, tunapitia kwa sababu ni wa Kristo. Na yeye amesema ayo mtakayopitia kwa sababu ni wa Kristo, basi imewapasa kumtukuza nani? Kumtukuza Mungu kwa ajili ya hizo taabu mnazopitia kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ukishindwa kumwona Kristo katika changamoto yako, manake hiyo changamoto itakulazimisha umuone shetani. Na kama utamuona shetani kwenye changamoto yako, hauwezi kumsifu Yesu. Utalinda nani? Na shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Narudia tena. Katika changamoto yako, usipomuona Yesu, ukamuona shetani. Kwa sababu shetani ndiye anayetaja changamoto. Kumbuka, kwa wewe kuhamisha macho yako kwa Yesu kumtazama shetani, hakuna jinsi ambavyo unaweza ukamsifu Kristo katika taabu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alipomwambia Petro njoo, wakati alipomwona atembea juu ya maji, akamwambia kama wewe ni uwe Bwana, niamuru na mimi nije. Yesu akamwambia njoo. Petro akatoka
kwenye mashua akaanza kutembea juu ya maji. Kosa la Petro, Biblia inasema alipotazama mawimbi akaogopa. Alipotazama mawimbi akaogopa, na Yesu akamwambia, kwa nini uliona shaka? Shaka ilikuja kwa sababu ya mawimbi. Mawimbi aliyaona baada ya kuyatazama. Ili atazame mawimbi ilimlazimu atoe macho yake kwa nani? Kwa Yesu. Mawimbi yalikuwepo hata kabla hajatoka kwenye mashua. Kilichomsaidia kutoka kwenye mashua ni ile kumtazama nani? Kristo. Kosa alilofanya baada ya kutoka kwenye mashua, alitazama mawimbi. Mawimbi akamtisha, akatoa macho kwa Yesu, macho yakadumu kwenye mawimbi, akaanza kuzama. Na wewe tabu ipo, shida ipo, changamoto ipo, lakini hautakiwi kuangalia changamoto yako, unatakiwa kumtazama nani? Kristo. Ukimtazama Kristo ndipo unapoweza kumsifu, kwa sababu hauwezi kumwelewa, hauwezi kumtambua, hauwezi kumfahamu mpaka umtazame sana, mpaka umtazame vyema. Kwa kumtazama utaweza kumpa sifa na heshima na utukufu katika changamoto yako. Sio unayopitia. Kwa sababu unamuona yeye ambaye ni zaidi ya changamoto. Unamuona yeye ambaye ashindi na changamoto. Unamuona yeye ambaye changamoto zilikuwepo akazishinda kwa ajili yako, na kwa kuwa alishinda kwa ajili yako, na wewe ndani yake umeshinda na zaidi ya kushinda. Tusome Waibrania 9. Waibrania 9. Wa Mungu, umebeba makusudi ya Mungu, umebeba nini? Maagizo ya Mungu au maelekezo ya Mungu kwa ajili ya hao watu. Bwana Yesu apesi. Ukimtafuta kwani kwa wanadamu ukamkosa, mtafute wapi? Kwa Mungu. Ukimkosa kwa Mungu ujue yuko wapi? Kwa wanadamu. Sasa ukimkosa kwa wanadamu ukamkosa kwa Mungu, ujue sasa huyo amekimbia lindo. Bwana Yesu apesi. Muulize jirani yako, mshike bega kwa upendo, mwambie, mpendwa, wewe ni kuhani. Je, una ratiba ya kuingia patakatifu? Alafu watu wanafanya kama mzaa vile. Huu sio mzaa. Sio mzaa, ni kitu halisi. Okay, wewe ni kuhani. Muulize, wewe ni kuhani? Hakupe jibu. Ndio. Okay. Kama kuhani, una muda wa kuingia patakatifu? Na nimekaa kimya hivi tafakari. Wengine wanacheka kama vile kichekesho vile, lakini ni Mungu anataka. Bwana Yesu apewe sifa. Kuhudumia watu ni kuhakikisha kwamba wanapata mema yale ambayo Kristo aliyasumbukia kwa ajili yao. Wanapata kuelewa habari za ufalme wa Mungu, habari za huyo Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu, akafufuka ili tupate kuhesabiwa haki. Urithi wao katika Kristo. Unaweza ukasimama kwa ajili ya watu kama kuhani, ukaomba kwa ajili yao hata kama wao hawajui. Unaweza ukaeleza habari za Yesu. Hapo ni kuhani yuko katika patakatifu.
patakatifu ameleta makusudi ya Mungu juu ya watu. Bwana Yesu apesi. Amen. Nataka ujue jambo hili. Unaweza ukasema mimi siingiaji katika patakatifu, naingia patakatifu pa patakatifu. Hakuna anaweza akaingia patakatifu pa patakatifu bila kuingia patakatifu. Kwa nini? Kwa sababu ili uingie patakatifu lazima upite katika hema ya kwanza. Kwa sababu patakatifu pa patakatifu ni hema ya pili. Na hauwezi kuingia patakatifu pa patakatifu mpaka kwanza wewe umepita kwenye patakatifu. Na ikiwa utapita patakatifu, ukaingia patakatifu pa patakatifu bila kuwajibika kama kuhani katika patakatifu, manake una cha kufanya katika patakatifu pa patakatifu. Wangapi wananielewa? Asante Yesu. Bwana Yesu apesi. Amen. Kwa nini? Anayeingia patakatifu pa patakatifu anahudumu mbele za Mungu. Anayeingia patakatifu anahudumu mbele za wanadamu. Anayehudumu patakatifu anakuja na ujumbe na makusudi na mapenzi na matakwa ya Mungu kwa watu. Anayeingia patakatifu pa patakatifu anapeleka hesabu, anapeleka ripoti, anapeleka mrejesho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa huyo Mungu ama kwa huyo Bwana aliye katika patakatifu, Yesu Kristo mtangulizi wetu, ambaye sisi tunasimama kwa jina lake, anapeleka hoja za watu ambao amewahudumia katika patakatifu. Anazipeleka patakatifu pa patakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa patakatifu, kwani wa patakatifu anawahudumia watu. Patakatifu wa patakatifu unamhudumia Mungu. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili uchukue hoja za watu usipeleke mbele za nani? Za Mungu katika patakatifu pa patakatifu. Hapo ni wewe na Mungu peke yenu wawili. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama naeleweka. Lakini mambo haya kama uyajui, utatembea kama nanga. Nanga, huu msemo walikuwa wanaotumia kule jeshi. Nanga, kwamba nanga ni mtu yule ambaye wakimwambia geuka kushoto, anageuka wapi? Kulia. Wakimwambia mwendo wa pole, anaenda mwendo wa haraka. Yaani hajui cha kufanya. Choto, geuka. Baada ya kwenda kushoto, anageuka kulia. Nanga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, makwani wangapi huko? Makwani kwa damu ya Yesu. Hao. Huo ndio wajibu wako. Wengi tunaenda mbele za Mungu kwa ajili yetu wenyewe, kwani hakuitwa kwa ajili yake mwenyewe. Ndio maana wewe unaye kuhani nani? Mkuu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama nyinyi hapo, mimi niko kwa ajili yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hakuna siku inapita bila kuomba kwa ajili yenu. Hakuna siku inapita bila kuomba kwa ajili yenu. Haipo. Haipo. Kwamba siku ipite sijaomba kwa ajili yako. Hiyo siku haipo. Amina. Lakini wangapi siku mwezi unapita hawajaomba kwa ajili yako?
Wewe lini umeomba kwa ajili yako? Natafuta wanaoniombea, sio wanaonilaani. Aya. Yeye ni baraka. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitafuti watu wanaonilaani kwa sababu silaaniki yani. Silaaniki yani, mimi silaaniki yani. Ape sifa. Sasa kama wafalme walikemewa, who are you? Na mimi nimetumia yako kama msemo. Bwana Yesu ape sifa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nani? Kama mfalme aliwakemea akisema msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu, wewe ni nani? Wewe ni nani? Mwambie jirani yako usisubutu. Ngoja nikuonyeshe andiko moja hapa. Hebu soma Samueli wa pili 19:21. Samueli wa pili 19:21. Tumefika hapo. Tumefika. Amina. Hebu soma Samueli wa pili 19:21. 1, 2, 3 twende. Mbona msomi sasa? 1, 2, 3 twende. Lakini Abishai mwana wa Seruya akajibu na kusema Shimei hata uawa kwa sababu hii, kwa kuwa amemlaani masihi wa Bwana. Mmesikia? Hebu soma kwa maiki. Lakini Abishai mwana wa Seruya akajibu na kusema Je, Shimei hata uawa kwa sababu hii? Shimei hata uawa kwa sababu hii? Kwa kuwa amemlaani masihi wa Bwana. Sikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Achilia wale ambao Daudi aliwaua kwa sababu walishuhudia wenyewe kwamba wameua masihi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sasa, kama unaamini kwamba Joyce ni masihi wa Bwana, usinene vibaya juu. Usinene vibaya juu. Mnataka kubarikiwa watakatifu wa Mungu? Na nyie mnajiita makuhani. Na ndivyo mlivyo. Nyinyi ni makuhani na ndivyo ilivyo. Sawa? Sasa kumbuka, Daudi alikuwa masihi wa Bwana, lakini Sauli naye alikuwa masihi wa Bwana. Lakini Daudi kwa kuwa alikuwa masihi wa Bwana, alishindwa kumuua Sauli masihi wa Bwana, akisema siwezi kunyosha mkono wangu nifanyeje? Ni mdhuru masihi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Sauli alitafuta kumuua Daudi masihi wa Bwana, na Biblia inaniambia kwamba kwa kadiri siku zilivyokwenda, nyumba ya Sauli ilifanyaje? Nyumba ya Sauli ilifanyaje? Mwema. Nyumba ya Sauli ilizofika siku kwa siku, na nyumba ya Daudi ikafanyaje? Ikatukuzwa siku kwa siku. Kadri siku zilipokuwa zinaenda,
Daudi alikuwa anapanda, Sauli anashuka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninyi kwa ninyi mheshimiane, mkijua kwamba huyo jirani yako ni mpakwa mafuta wa nani? Wa Bwana. Na utajua kwamba huyo ni mpakwa mafuta wa Bwana kama wewe utajijua kama mpakwa mafuta wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo utakapokuta kanisa lenye nidhamu, kanisa ambalo limejitunza, kanisa ambalo linaweza kuhifadhi baraka, kinywa cha kulaani, kinywa ambacho akitembei katika makusudi ya Mungu akiwezi kupokea baraka. Yoyote aliyezoea kulaani hawezi kubarikiwa hata siku moja. Biblia inaniambia wazi kwamba alizoea kulaani na laana ikafanyaje? Ikampata. Sasa usilani kwa sababu huyo mtu kakulaani. Mwache alaani. Mwache alaani. Mwache alaani. Yaani hata kama yuko gizani analaani, wewe mwashie tai mbu asimng'ate, aendelee kulaani, lakini anajichosha, anapoteza muda. Kama wewe umemwamini Yesu, ni mtu usiyelaanika. Laana inawapata watu ambao wameanguka kutoka katika hali ya neema, watu ambao hawatembei katika njia za Bwana. Lakini kama umeamua kumwamini Yesu, laana haitakupata kwa kuwa unalindwa na nguvu za Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo patakatifu mtu anahudumia ama kuhani anahudumia kuhani anahudumia patakatifu. Patakatifu kuhani anahudumia hapo. Bwana nimepata majibu mengi. Patakatifu kuhani anahudumia patakatifu. Patakatifu kuhani anahudumia katika patakatifu kuhani anadili na watu. Katika patakatifu kwa patakatifu kuhani anadili na nani? Na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana tangu mwanzo kwenye hema ile ya kwanza watu walikuwa na uwezo wa kuingia patakatifu. Makuhani walikuwa wanaingia patakatifu, wamejazana katika patakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika patakatifu patakatifu palikuwa hapaendeki kwa kila mtu. Alikuwa anaingia kuhani mkuu, na hiyo njia kupaingia patakatifu patakatifu haikuwepo. Alianzisha Yesu mwenyewe. Kwa yeye aliye mtangulizi wetu ndiye aliyetuita tuwe makuhani, na ndiye aliyetutuma tufanye huduma ya ukuhani. Kwa tunapotoka patakatifu patakatifu, tunapotoka patakatifu tunaingia patakatifu patakatifu, tunapeleka hoja tulizozipata katika patakatifu, tunazipeleka patakatifu patakatifu ili ziweze kupata majibu, na tunatoka na majibu katika patakatifu kuyaleta katika tunatoka na majibu katika patakatifu patakatifu kuyaleta katika patakatifu. Si kama kuna mtu anayepata. Sasa iko kazi, sema kazi ya mtu kujua kwamba sasa niko patakatifu na nina ujumbe gani na kutoka wapi. Na ipo kazi ya mtu kuingia katika patakatifu patakatifu akafanya mpasayo katika patakatifu patakatifu, kwa sababu katika patakatifu patakatifu kuhani anadili na Mungu. Ni Mungu na kuhani, Mungu na kuhani. Sasa una hoja gani wewe kuhani mbele za Mungu aliye hai? Na umeingia hapo kwa ajili ya nani? Una hoja gani?
Kuhani upo? Unajua kuwa kuhani jambo moja, na kujua kwamba wewe ni kuhani ni jambo la pili. Lakini kuna jambo la tatu, kuwajibika kwenye nafasi yako kama nani? Kama kuhani. Unaweza ukajua wewe ni kuhani, sawa. Je, unawajibika katika nafasi yako? Na siku zote kuhani, nimewambia, hawajibiki kwa mambo yake, anawajibika kwa mambo ya watu. Unaweza ukafanya kwamba mambo ya watu hayakuhusu, lakini ujue hapo ulipo utasugua. Kama umeitwa kuwa kuhani kweli kwa damu ya Yesu, hapo utasugua, au utatoka mpaka upate akili. Na kwa kadiri unavyojishughulisha na mambo ya watu wengine, ndivyo Mungu anavyojishughulisha na wewe. Amina. Yaani hauwezi kumsumbua Mungu kama umegoma kujishughulisha na mambo ya watu wengine, wakati unajua ni wajibu wako. Hauwezi kumsumbua Mungu ashughulike na wewe. Hauwezi. Kwa sababu unaonekana wewe umetangaza mgomo mbele za Mungu. Umegima. Bwana Yesu apesi. Ili Mungu aingilie kati mambo yako, ni pale utakapoamua kushughulika na mambo ya watu wengine, kusimama kwenye zamu yako. Sio kwa kuwasema, sio kwa kuwashtaki, kuwapatanisha na nani? Na Mungu. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mpango wa Mungu tangu mwanzo. Ni mpango wa Mungu tangu mwanzo, yani tangu Mungu anaziumba mbingu na nchi, ulimwengu aliweka mikononi mwa nani? Mwanadamu. Na Mungu alitegemea kupata hesabu, kupata maelezo, kupata uwajibikaji kutoka kwa mwanadamu. Alitegemea kupata mrejesho wa mambo yanavyokwenda duniani kutoka kwa nani? Kwa mwanadamu. Na ndio maana watu wanaomba, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, bila kujua wanachofanya ni nini. Bila kujua wanachofanya ni nini. Kwa sababu Yesu alikuja duniani akaleta ufalme wa Mungu duniani. Bwana Yesu apesi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana Mbatizaji ilisemaje? Injili Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri nini? Injili. Toba. Kuandaa. Yohana Mbatizaji alisemaje? Haya, hatujui. Haya, Yesu alituma mitume akawaambia mhubiri nini? Ufalme wa Mungu umekaribia. Maana yake haukuwepo. Sasa Yesu amemwagiza Petro, nendeni mkawaambie watu huko kwamba waiamini Injili, kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia.
Alafu na wewe unaenda kuwahubiria watu kwamba mwaminini Yesu, ufalme wa Mungu umekaribia. Uko sawa kweli? Uko sawa? Uko sawa? Watu wanasema hapana, lakini Toma. Watu wanasema hapana, lakini hawajui kwa nini wanasema hapana. Bwana Yesu apesi. Kama unaenda kusali, wanasema kusali, sala Baba Yetu. Tafakari hiyo sala kabla ya kusali, ili ujue unachotaka kwa Mungu. Kabla ya kusali hiyo sala, tafakari kwanza kabla ya kusali, ili kabla ya kusali ujue unachotaka kwa Mungu ni nini. Hiyo sala Baba Yetu kabla ya kusali. Utasema Yesu ndiye ametufundisha. Sawa. Alikufundisha wewe, alimfundisha Petro. Sasa lazima ujue kwamba majira ya Petro na majira yako ni majira tofauti. Majira yako na majira ya Petro ni majira tofauti. Wakati Yesu anamfundisha Petro kusali, ufalme wa Mungu au kuwepo. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudi hapa, ukikupeleka kwingine unaweza ukapoteza hata hiki. Wewe ni kuhani kwa damu ya Yesu. Uko chini ya kuhani, unahudumu chini ya kuhani mkuu nani? Yesu Kristo. Na huduma yako inategemea pande mbili, patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Ukiwa katika patakatifu, imekupasa kumhudumu nani? Kwa hudumu wanadamu ambao umetumwa kwao, kwa kuwa kazi ya kuhani ni kuleta upatanisho kati ya wanadamu na nani? Na Mungu. Lakini sehemu ya pili ni patakatifu pa patakatifu, ambapo imekupasa kuingia kumhudumu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekuuliza swali huku nijibu, lakini wewe umejijibu. Swali langu lilikuwa hivi, narudia tena. Wewe kama kuhani wa patakatifu, je, kuna watu ambao unawahudumia? Kuna wajibu unaoutekeleza wewe kama kuhani wa patakatifu. Kuna wajibu unaoutekeleza ambao umepewa na Mungu kwa watu. Ambao huo wajibu ndio utakao kufanya uingie patakatifu pa patakatifu, ili kupeleka mrejesho kwamba Bwana, kile ulichonipa kwa ajili ya watu nimekifikisha, nimefanya 1 2 3, lakini nimeona kuna tatizo 1 2 3. Mimi mawazo yangu ni hivi, au ushauri wangu ni hivi, au Bwana unaonaje nikafanye nini baada ya hayo niliyokueleza au niliyoyaona? Kwa sababu tusipojua kwamba tunaye Bwana ambaye ni Kristo aliyekuwa ni mkuu, ambaye sisi tunawajibika chini ya mwavuli wake, kwa mamlaka yake, kwa nguvu zake, hakuna jinsi ambavyo tutaweza kufanya huu kuhani. Unaweza ukajiita kuhani, kumbe sio kuhani, kwa sababu kuwa kuhani haina maana kama hautakuwa katika ofisi ya kuhani. Bwana Yesu apesi. Kwani wangapi wana degree hawana kazi? Wengi. Kuna dogo nilikuwa naongea naye juzi kwenye simu, akaniambia bwana fulani ana diploma ya nini, ya kompyuta, na ana masters ya wasibu, lakini hana kazi.
anauza juisi. Masters kwenye draw. Maana hapo anajutia hata ada yake. Na serikali kama ilimkopesha imepata nini? Hasara. Sasa wewe ndiye na wewe ni kwani kwa gharama ya damu ya Yesu, yeye akipendea na kutosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Okay. Kama kuhani una wajibu wa kuingia patakatifu, unaingiaga. Lakini unaingiaga katika patakatifu kwa hoja zipi? Umezipata wapi? Je, unaingiaga patakatifu? Kuna jamaa mmoja ananifurahisha, anasema tunaingia kumlingana Bwana. Tunaenda kumlingana Bwana. Aya, unaingia patakatifu kumlingana na Bwana, kukaa mbele za Bwana kama kuhani, ili iweje? Niwaambie watakatifu wa Mungu, yaani una fursa, una nafasi ya kufanya maajabu katika ulimwengu. Hiyo nafasi ipo kwa ajili yako kufanya maajabu katika ulimwengu huu. Lakini mpaka siku utakapojikataa ukamkubali nani? Yesu. Kujikataa wewe ukamkubali Yesu ndiko kumpenda Yesu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote na kwa moyo wako wote. Kwa sababu kama bado unajipenda, hakuna jinsi ambavyo utampenda nani? Yesu. Huwezi kuwatumikia mabwana wawili. Yaani lazima uamue wewe kujikataa na kujikatalia, umkubali nani? Yesu. Kama alivyojikataa na akajikatalia, akakutaka wewe, akakuokoa wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kitendo cha wewe kusema kuanzia leo mimi Jovini basi wacha Yesu atawala, ndicho kinachokufanya uonekane unampenda Yesu kwa kila kitu kilicho ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nakumbuka wakati mimi nimeokoka, nilikuwa napenda mieleka. Nitaangalia mieleka mpaka saa 8 usiku. Mieleka ulikuwa mtoi. Siku moja tukaenda seminar. Tumeenda seminar. Baada ya muda tukaambiwa twende kwenye maombi ya ukimya, tukae na Mungu. Mimi nikaenda kwenye maombi ya ukimya. Bwana wewe, nimekaa kwenye maombi ya ukimya. Kufanya tu macho hivi, mieleka mwanzo mwisho. Mieleka. Nilipigwa mieleka kwenye maono. Niliporudi nyumbani nikawaambia kuanzia leo sitaki kuona mieleka hapa. Nikawaambia watoto, kutazama mieleka hapa ni marufuku. Leo kuanzia leo mieleka marufuku. Na tangu hapo nimeacha mieleka. Amina. Bwana Yesu apesi. Amen. Kwamba wewe unapenda mieleka kuliko mimi. Haya. Angalia mieleka. Unataka mimi niseme nini? Unataka kuona nini kutoka kwangu? Mieleka hiyo. Si ndio unachotaka? Unaangalia mieleka mpaka saa 8. Kuomba uombi, kusoma neno la Mungu usome. Mieleka. Haya, tazama mieleka. Tangu siku hiyo mimi na mieleka. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na wewe inawezekana unaingia
unaingiaga patakatifu kama mimi nilivyokuwa naingia patakatifu kwa mieleka. Mzee jirani yako tena mshika bega kwa upendo, mwambie wewe unaingiaga patakatifu gani? Patakatifu gani unaingiaga wewe? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu yuko mahali hapa kukurejeza. Amen. Yuko mahali hapa kukurejeza. Ngoja nikwambie, usipoteze ulisi wako, usipoteze ulisi wako, usipoteze uhalisia wako. Wewe umeitwa kuwa mtumishi wa Mungu aliye juu sana. Umeitwa kutumika kwa nguvu zake katika uvuli wa damu ya Yesu Kristo ambayo ni sadaka yake. Hautakiwi kujiuza kwa miungu isiyoumba mbingu na nchi wala kuharibu mwito ulioitiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima urudi. Lazima urudi. Utambue thamani yako ni kima cha damu ya Yesu. Uheshimu hiyo damu iliyokununua, uheshimu hiyo damu iliyokutakasa. Kuheshimu damu ya Yesu ni kuheshimu kile ambacho damu ya Yesu imefanya kwa ajili yako na kuamua kukiishi. Nikubali kuacha yote kwa hamasa ya ufalme wa Mungu aliye hai. Nikubali Yesu anufaike nawe. Nikubali Yesu akutumie. Nikubali kuishi kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe niishi kwa ajili ya watu wengine, mimi je? Mimi nimesema naweza nikaingia kwenye maombi, nimepanga kuomba labda masaa 3. Nimepanga kuomba masaa 3. Muda naweza kuutumia mwingi kwa ajili yangu, napoomba rehema kwa ajili yangu, ili nipate kibali cha kuomba kwa ajili yako. Si unanielewa? Inapoomba Mungu apate kunisikia, isiwe napiga makelele. Lakini unaweza ukakuta naomba mambo ya watu wengine, nakuta muda umeisha, mambo yangu sijaomba. Muda umeisha. Watu nimedili na watu, lakini mimi mwenyewe sijaombea mambo yangu. Na sikubali kutanguliza mambo yangu unless iwe ni agenda maalum ambayo naipeleka mbele ya Mungu, inayonihusu mimi, kwamba nimehudhuria mbele za Mungu kwa ajili hiyo agenda. Bwana Yesu apewe sifa. Amua kutoa maisha yako kwa Yesu. Ukitoa maisha yako kwa Yesu, utakuwa umeyatoa kwa watu, kwa sababu Yesu alitoa maisha yake kwa ajili ya watu. Unapoyatoa ya kwako kwa watu, unakuwa umeyatoa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa sababu hakuna jinsi ambavyo utatembea na Yesu kama umekataa watu. Acha kunena mabaya ya watu bila kuzungumzia mema yao. Na usinene mema ya watu kwa siri. Nena mema ya watu hadharani, lakini mabaya waeleze wao, usieleze watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Napotaka kuzungumza juu ya mabaya ya nyungu, nitamkabili nyungu, nimweleze mabaya yake. Sitamfuata Thomas nimweleze habari ya nani? Ya nyungu. Lakini nayo haki ya kumsifia popote. Nayo haki ya kunena mema yake hadharani mbele za watu. Lakini nitakapoona ubaya wake, nitamkabili nimweleze. Unless yeye akaidi. Biblia inaniruhusu kwamba ikiwa hata kama kuna mzee kama mzee Pius humu
amekuwa kichwa ngumu, natakiwa nimseme hapa hadharani mbele ya watu wote. Mzee Pius upo leo, kalala nyumbani. Mbwa kamng'ata wa kwake mwenyewe, wa jirani. Mimi nikifikiri wa kwake mwenyewe kama Kingunge. Yuko huru kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apesi. Kwa hiyo usiwe mwepesi wa kuzungumza habari mbaya za watu kwa watu wengine. Kama mtu ana habari mbaya, Mkristo mkabili, umweleze. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Lakini kama ni habari njema za watu, zitangaze kwa mtu. Bwana Yesu apesi. Zitangaze kwa watu habari njema. Mtu jina unatangazaga habari za watu njema au mbaya? Habari unazotangaza za watu ni njema mbaya. Wakifanikiwa usemi, wakivaa vizuri usemi. Unasubiri wakosee. Bwana Yesu apesi. Sema Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo na kwa ajili ya damu ya Yesu. Ni hiyo damu ya Yesu ambayo kwa utakaso ulio ndani yake nimefanyika kuwa kuhani wako. Ukuhani huu ni ukuhani ambao umenipa kuhudumu chini ya mwavuli wa kuhani mkuu Yesu Kristo, aliye mpatanishi kati ya wanadamu na Mungu. Yeye ni mpatanishi mkuu, na damu yake ndio ile mwagika. Hata mmeniita kuwa kuhani kwa damu ya Yesu. Na kushukuru kwa ajili ya nafasi yangu. Na kushukuru kwa ajili ya nafasi yangu. Najua unanitambua kama kuhani, ila nimekuwa nje ya ofisi kwa sababu ya kutokujua kwangu. Naomba unirehemu. Naomba unitakase. Naomba unioshe. Naomba unisafishe kwa damu yako ya thamani, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inipe kibali machoni pako. Na kuupa ukuhani wangu, na kuupa ukuhani wangu kibali mbele zako, ili wewe Bwana kuanzia sasa upate kutukuzwa, katika jina la Yesu. Umekaa nje ya ofisi, unadina mambo yako siku zote, unadina mambo ya watoto wako siku zote, umemsahau Mungu wako. Hebu mwambie akurehemu. Mwambie akurehemu. Mwambie akupe nafasi nyingine ya kutumika kama kuhani mbele zake. Mwambie Bwana, naomba nafasi nyingine ya kutumika mbele zako katika hii huduma ya kikuhani. Mwambie nimepoteza huu muda kwa sababu ya kutokujua kwangu. Si kuingia patakatifu wala kuingia patakatifu patakatifu sawa sawa na wito ulionitia. Naomba unirehemu sasa na unipe nafasi nyingine. Utakabali huu kuhani ambao umeweka ndani yangu. Utakabali huu utumishi ambao umeweka ndani yangu kwa ajili ya jina lako. Maadamu umenipa kuiona leo, umenipa kusikia neno hili, ni neema ya kutoka katika vizuizi vilivyokwepo. Usisinzie, bali jiunganishe na mbingu za Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu kuna vitu anataka kufanya, lakini anahitaji moyo ulio wazi. Anahitaji moyo ulioelekea. Yesu hawezi kuidharau damu yake. Yesu hawezi kuisahau kazi yake. Yesu hajakukataa, wewe ndio ulikaa mbali naye kwa kukataa majukumu aliyokupa. Kusudi lake kwako bado liko imara. Stella, nasema yamkini ni wewe, lakini Roho Mtakatifu ana posho.
Roho Mtakatifu ana package kwa ajili yako. Ni muda ambao jina la Yesu linatakiwa kutukuzwa ndani yako. Ni muda ambao zamu yako imewadia. Ni muda ambao zamu yako imewadia. Majira yako yamefika. Majira yako yamefika. Majira yako yamefika ambayo utaingia mbele za Mungu katika patakatifu, ajue kabisa kwamba fulani amesimama. Majira ambayo utaingia patakatifu, Mungu aseme niko hapa. Unasemaje mwanangu? Unasemaje mtumishi wangu? Itumie nafasi kwa kushepu utumishi wako. Kubali kuwa bomba. Yesu atiririshe mito ya maji ya uzima kupitia kwako. Ruhusu mito ya maji ya uzima ipite ndani yako kwa ajili ya ufalme wa Mungu leo. Kubali kuwa chombo ufalme mkuu akutumie, Yesu Kristo. Kubali damu ya thamani ipate kibali katika moyo wako. Mwambie Bwana, niko tayari kutumika. Mwambie Bwana, niko tayari. Mwambie Bwana, niko tayari. Mwambie niko tayari. Tumbo. Wewe umekuja nani? Anasugua nani? Nimefanyaje? Ninajaa gesi tu. Kwa muda gani? Hospitali umeenda? Wamesemaje? Wamesema na ugonjwa wote nao. Usiogope, Bwana Yesu anakuponya. Bwana Yesu anakuponya. Usiogope. Mruhusu Roho Mtakatifu. Mruhusu Roho Mtakatifu. Mruhusu Roho Mtakatifu akuposition, yani uje kwenye nafasi yako ya ukuhani aliyo. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Mpe nafasi. Asante.
Yesu anakuponya leo, wala usiogope. Yesu anakuponya. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kujimimina mbele za Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu akupe nafasi nyingine. Mwambie Roho Mtakatifu akupe nafasi nyingine leo. Haijalishi ile ya mwanzo kana kwamba ilipotea. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Mwambie naomba nafasi nyingine. Mwambie naomba nafasi nyingine, nisimame tena. Mwambie Roho Mtakatifu, omba usiache. Usiache. Atukuzwe Mungu, wewe bado upo. Bado upo, unaweza ukaomba. Omba leo. Mwambie Roho Mtakatifu, nipe nafasi nyingine, nisimame. Naomba nafasi nyingine. Naomba nafasi nyingine. Ile ya kwanza umenipa imeharibiwa, imevurugwa, imenyang'anywa, imedhoofishwa. Naomba nafasi nyingine. Omba usiache. Omba usiache. Neema bado ipo. Neema bado ipo. Neema bado ipo. Neema bado ipo. Endelea kuomba. Nakumbuka wakati ule ambao Yesu aliponiokoa. Saa hiyo ilikuwa saa mbaya kwangu kweli. Ilikuwa saa mbaya kweli kwenye maisha yangu. Nilikuwa nipo kwenye hali ya kufa. Nilikuwa nimebaki masaa machache nife. Nikawaza, nikakumbuka katika vitu ambavyo nilikuwa nawaza kwamba nakufa bado nikiwa kijana mdogo sana. Sijafanya chochote katika mambo yangu. Lakini mbaya zaidi, kuna kitu nilikumbuka kwamba nilishaongozwa sala ya toba mara tano. Nilishahudhuria kwenye mikusanyiko ya Injili, nikaongozwa sala ya toba mara 5. Na kwa dharau zangu tu na mawazo yangu nilikuwa nachenga, naona kama wananilazimisha. Nilikuwa naona kama wananilazimisha kuokoka mara 5. Siku ile nilipobanwa, nikakumbuka kwamba kama ningeokoka ningekuwa na Yesu, nisingekufa. Nikaona sina nafasi namna tena ya kuweza kuishi duniani, kwa sababu adui zangu walikuwa na nguvu kuliko mimi. Siku ile Roho Mtakatifu alinipa neema, nikaomba. Sikuwa najua kuomba kwa sababu nilikuwa sijaokoka. Kwa hiyo sikuwa na maneno ya kuomba. Lakini nilipopata neema ya kuishi, na ndio maana hata leo mnaniona, Mungu alinifundisha maombi haya. Aliniambia muombe Yesu akupe nafasi nyingine. Nikamwambia Bwana, najua nilienda makanisani, nilienda kwenye mikutano ya Injili, nikaongoza sala toba, lakini kwa dhamiri yangu mwenyewe sikuwa napenda, sikuwa nahitaji na kuhitaji wewe Yesu. Lakini leo najua kwamba nimepoteza kitu cha thamani, nimekataa kitu cha thamani. Kwa hiyo Yesu, naomba nafasi nyingine. Nikamwambia Bwana, naomba nafasi ya mwisho, nipe nafasi nyingine niishi. Inawezekana mambo yako yamekwama, mambo yako yameharibiwa. Inawezekana
maana adui aliingilia kati maisha yako. Hii ni saa ya wewe kuomba. Omba kwa ajili yako, omba. Funga macho yako, omba. Omba kwa ajili yako, mwambie Roho Mtakatifu akupe nafasi nyingine. Omba, omba, omba. Omba, omba nafasi ya ukuhani. Omba, omba. Omba, omba. Omba, omba, unayo nafasi. Siku hizi hauombi, umeokoka, lakini hauombi tena usiku, hauombi mchana, hauombi zaidi ya ibadani. Kipawa cha kuomba kimepotea. Neema ya maombi imepotea. Omba leo, mwambie Roho Mtakatifu, naomba unipe na mwambie, naomba nipe nafasi nyingine. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Mwambie Bwana. Rabo saka nene keke na rabasaya. Mesheke na rabasaka. Rabo saka na rabasaka. Kena rabo saka nene bosaya. Rabo saka na rabasaka. Ko rabo saka na rabosaya. Rebo saka na raboseke na rabasaya. Meke na rebo saka na rabosaka. He na rabosaka rababa. Yesu karabosa. Yesu karabosa. Yesu karabasaka. Yesu, tuko mbele zako Bwana. Tuko mbele zako Bwana. Tuko mbele zako Mfalme. Tuko mbele zako Mwokozi. Tuko mbele zako Bwana. Tuko mbele zako mchana huu. Tuko mbele zako Bwana. Wewe ndiwe peke yako, Mungu wetu na Bwana wetu. Mungu wetu na Bwana wetu. Mungu wetu na Bwana wetu. Wewe ni Mungu wa urejesho. Wewe ni Mungu wa urejesho. Wewe ni Mungu wa urejesho. Wewe ndiye unayerejesha miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na madumadu na palale. Wewe ndiye unayerejesha miaka iliyoharibiwa. Wewe ndiye unayerejesha miaka iliyoliwa. Wewe ndiye unayerejesha miti iliyopogolewa na kuipa matawi na majani na matunda mabichi na matunda mabovu. Wewe ndiye urejeshaye utongo mwingi kwenye miti ya matunda yako Bwana. Mpeleke ofisini huyo apate chakula, nafasi nyingine. Na mchungaji Kenerebosa. Kampe chakula huyo jamaa pale ofisini. Korobosaka. Menara mapande kenarabosa. Pelekeni apate chakula. Robosa nilika zako. Korobosa. Kristo bado ipo kwa ajili yako. Neema ya Kristo bado ipo kwa ajili yako. Neema ya Kristo bado ipo kwa ajili yako. Neema ya Kristo bado ipo kwa ajili ya utumishi ule ambao Mungu ameweka ndani yako. Neema ya Kristo bado ipo kwa ajili yako, kwa ajili ya ule utumishi ambao Mungu ameweka ndani yako. Neema ya Kristo bado ipo kwa ajili ya ule yale makusudi ambayo Mungu ameweka ndani yako. Neema ya Kristo bado ipo kwa ajili ya wewe kusimama tena kwenye nafasi ile ambayo Mungu amekusudia usimame. Neema ya Kristo bado ipo wewe kuishi na kustawi kwa ajili ya Mungu aliye hai, kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai. Bado unayo nafasi Robosaka. Bado unayo nafasi ya kusimama tena. Bado unayo nafasi ya kusimama tena. Bado unayo nafasi ya kudumu tena. Bado unayo nafasi ya kustarehe. Bado unayo nafasi ya kufurahi. Bado unayo nafasi ya kufurahi. Bado unayo nafasi ya kuwa hai. Bado unayo nafasi ya kuishi. Bado unayo nafasi ya kufanikiwa. Bado unayo nafasi ya kufanikiwa. Bado unayo nafasi ya kushinda hiyo vita. Bado unayo nafasi kwa neema ya Kristo Yesu. Rabosaka, rabosaka. Riboseke na raboseke, ribosaka. Ribosaka na rabosaka. Haijalishi shetani alikulazimisha ukate tamaa. Haijalishi shetani alikulazimisha ukate tamaa. Nawe ulishajikatia tamaa kwamba haiwezekani. Haijalishi mizimu walikuwa wakali kuliko wewe, wamekushinda nguvu, na ulishajikatia tamaa kwamba hauwezi. Neema ya Kristo bado ipo. Neema
wameshakujumuisha kwenye makundi wasiojitambua, wasio na uchungu wa maisha, waliokata tamaa, wakudharauliwa, watu wa majalalani, watu wasiofaa. Nasema katika yote waliofanya, neema bado ipo kukurejesha tena. Neema bado ipo kusimama tena kwenye zamu yako. Neema bado ipo kusimama tena kwenye nafasi yako. Neema bado ipo kusimama tena kwenye sehemu yako. Neema bado ipo kusimama tena kwenye utukufu wako. Hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako, hizo karama na hivyo vipawa, iwe elimu, iwe maarifa, iwe nguvu, iwe ujuzi, bado una nafasi ya kutumika tena mbele za Mungu aliye hai. Bado una nafasi ya kutumika tena duniani kwa ajili ya Mungu aliye hai. Bado una nafasi ya kusimama tena duniani kwa ajili ya Mungu aliye hai. Bado una nafasi ya kutumika mbele za Mungu kwa ajili kwa utukufu wake. Bado una nafasi, nasema bado una nafasi. Neema ipo. Neema ipo na bosa. Katika eneo lote ambalo shetani alijaribu kutia mkono wake kuharibu, katika eneo lote ambalo shetani alijaribu kutia mkono wake kukudhuru, katika eneo lote ambalo shetani alijaribu kukushambulia, leo Mungu wetu, leo Bwana kwa damu yake, leo Kristo Yesu kwa damu yake, leo kwa damu ya Pasaka wetu Yesu, leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya Yesu na Pasaka, leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya Yesu, wala si kwa sadaka yako, wala si kwa damu yako mwenyewe, wala si kwa damu ya wahenga wako, wala si kwa mbuzi, wala si kwa ng'ombe, wala si kwa maziwa, wala si kwa nyama, wala si kwa pombe, wala si kwa magano na mafuta waliofanya wahenga wako wakati wa kuzaliwa kwako, au wakati wa kutungwa mimba kwako, au wakati wa kupevuka kwako, au wakati wa kukomaa kwako, bali kwa damu ya Yesu inakustahilisha wewe kusimama leo na kurejea kwenye nafasi yako. Neema ipo. Neema ipo karabosaka. Neema ipo leo. Neema ipo kwa ajili yako robosaka. Mekaraboseke. Makarabababasaka. Robobosaka na rabobosaka. Rebosaka na basaka. Robosaka na la. Neema ipo. Neema ipo. Neema ipo na. Neema ipo. Neema ipo. Neema ipo na kuona upo kwenye uchungu. Kwenye uchungu. Kwenye uchungu. Moyo wako umejazwa uchungu kwa sababu ya maneno yanayosaundi yanayozunguka ndani ya moyo ya ufahamu wako. Moyo wako umejaa uchungu. Moyo wako umejaa uzito. Moyo wako umejaa uzito. Moyo wako umejaa uchungu. Moyo wako umejaa hasira. Moyo wako umejaa maumivu. Moyo wako umejaa hofu kwa yote uliyopitia. Haujui utafanya nini. Haujui utasimamaje tena. Haujui utaishije. Haujui itakuwaje. Haujui utajielezaje. Haujui utarudije kwenye nafasi yako. Hauna majibu. Unapojiuliza kuhusu hatima ya maisha yako leo, hauna majibu kwa sababu shetani alikuwa na nguvu kuliko wewe. Shetani alikuwa na nguvu ya kuharibu maisha yako. Shetani amesimama kuharibu maisha yako, lakini neema ipo. Yesu Kristo ndio nafasi yako. Yesu Kristo ndio nafasi yako. Yesu Kristo ndio mlango wako. Yesu Kristo ndio nafasi yako. 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 Na yeye ndio nafasi yako. Na yeye ndio majira mapya. Na yeye ndio majira mapya. Na yeye ndio msimu mpya. Na Yesu Kristo ndio msimu mpya. Msimu mpya wa ndoa yako. Msimu mpya wa ndoa yako. Msimu mpya wa ndoa yako. Msimu mpya wa afya yako. Msimu mpya wa jina lako. Majira mapya ya jina lako. Majira mapya ya kazi yako. Majira mapya ya kazi yako. Majira mapya ya utumishi wako. Majira mapya ni Yesu Kristo. 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 Msimu mpya ni Yesu Kristo. Ndio amekomesha majira ya Bwana. Mambo ya kwanza yamekwisha pita. Leo Mungu amefanya jambo jipya. Kwa jina la Yesu Kristo. Neema ipo kukusaidia. Leo neema ipo kukufungua. Leo neema ipo kufanya upya. Leo neema ipo. Karabosaka. 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 Karababababababa. 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 Rabababababababa. Rababababababa. Baba, tupe nafasi nyingine. Naomba nafasi nyingine kwa habari ya uzao wetu. Naomba nafasi nyingine kwa habari ya ndoa zetu. Naomba nafasi nyingine kwa habari ya afya zetu. Naomba nafasi nyingine kwa habari ya utumishi wetu. Naomba nafasi nyingine ya Mungu aliye hai. Naomba nafasi nyingine kwa habari ya uzao wetu.
nafasi, una nafasi. Retelekeza. Betekelele ketelele bosa. Betekelele ketelele bosa. Robo saka hautabaki kama ulivyokuwepo. Hautabaki kama ulivyoelewa. Hautabaki katika udhaifu. Hautabaki katika udhaifu. Hautabaki katika mateso. Hautabaki katika ukiwa. Hautabaki katika uharibifu. Hautabaki katika unyonge. Hautabaki katika vifungo. Hautabaki katika aibu. Hautabaki katika vilio. Vilio vinaenda kukoma leo. Vilio vinaenda kuisha. Hofu inaenda kuisha. Aibu inaenda kuisha. Aibu inaenda kuisha leo. Aibu inaondoka. Hofu inaondoka. Hofu inaondoka. Hofu inaondoka. Mambo mabaya. Utumishi wa giza. Vifungo vya mizimu na nguvu za giza na vyote vilivyokuwa vinashikilia maisha yako leo vinaenda kukuachia kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kufanya nafasi nyingine. Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Kwa jina la Yesu. Leo inaonekana kwenye maisha yako leo. Na Bwana anakutendea. Bwana anaitendea nyumba yako. Bwana anaitendea hema yako. Bwana anaitendea nyumba yako. Aitendea familia yako. Bwana anaitendea malango ya nyumba yako. Bwana anaitendea jina lako. Bwana anakukumbuka leo. Leo na ikawa siku ya dhiki yako mbele za Bwana. Maana Bwana anajibu siku ya dhiki. Leo akakutoa katika hiyo dhiki. Hiyo dhiki ambayo shetani alisimamia kudhulumu ndoa yako. Bwana akakutoa mahali hapa leo kwa jina la Yesu. Hiyo dhiki ambayo shetani alisimamia kudhulumu elimu yako. Umekuwa msomi lakini adui ameingilia faida ya elimu yako. Bwana akaingilia kati leo kwa jina la Yesu. Akakupa nafasi nyingine. Ili ukae mama bora kwenye familia. Akakupa nafasi nyingine. Ili ukae mama bora kwa jina la Yesu. Akakupa nafasi nyingine. Ukawe mke bora. Unayesikilizwa. Unaishi kwa amani. Unayestarehe. Akakupa nafasi nyingine. Roho zaka. Akakupa nafasi nyingine. Akakupa nafasi nyingine. Roho Mtakatifu yupo. Anayetengeneza nafasi. Akakupa nafasi nyingine. Ukawe baba bora. Au yule mume wako akawe baba bora. Anayefaa kwenye majukumu yake. Mwenye akili. Maana Roho Mtakatifu amesema waume kaeni na wake zenu kwa akili. Akawe baba bora. Mwenye akili. Anayefaa. Anayekuwa baba. Anayetosha. Anayejua kusimamia nyumba yake. Akawe baba bora. Anayefaa kwa kumfunua Kristo kwenye nyumba yake. Akawe baba bora mwenye mfano wa Kristo aliyependa kanisa. Akajitoa nafsi yake kwa ajili ya kanisa lake. Akawe baba bora. Bwana anayo nafasi nyingine ya matengenezo kwa ajili ya wewe mume au huyo mume wako. Baba anao nafasi. Yesu anao nafasi ya kutengeneza tena. Na anatengeneza. Nafasi bado ipo. Kwa jina la Yesu. Nafasi bado ipo. Kwa damu ya Yesu. Kadabosaka. Rekena la babosa. Kadabosaka. Kadababababasa. Mekena la babosaka. Rabosaka. Amani ilipotea. Rabosaka. Afya njema iliibwa. Amani katika ndoa ilipotea. Kuna vitu ulipoteza. Kuna vitu uliibiwa. Kuna vitu viliibwa kwenye utumishi wako. Kuna vitu viliibwa kwenye afya yako. Kuna vitu viliibwa kwenye ndoa yako. Kuna vitu viliibwa kwenye biashara yako. Kuna vitu viliibwa na adui, viliibwa kwenye uzao wako. Kuna vitu viliibwa kwenye maono yale ambayo Mungu ameweka. Kuna vitu viliibwa kwenye uzao wako. Waliiba kwa watoto wako. Waliiba kwa wana wako. Kuna vitu viliibwa kwa jina la Yesu.
Leo narejea kwa jina la Yesu. Leo nasimama kwenye damu yako. Maana kwa damu ya Yesu tunao ujasiri wa kupangia patakatifu patakatifu kwa Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu tunao ujasiri wa kupangia patakatifu. Kama leo kwa damu ya Yesu Kristo leo narejea. Leo narejea kwa jina la Yesu. Leo narejea. Leo narejea. Leo narejea. Leo narejea. Leo narejea. Na kuona unarudi. Na kuona unarudi. Na kuona unarudi. Kwa jina la Yesu leo narudi nyumbani kwa jina la Yesu. Leo narudi nyumbani kwa jina la Yesu. Leo narudi kwa jina la Yesu. Afya yako inarudi leo kwa jina la Yesu. Ndoa yako inarudi kwa jina la Yesu. Leo narudi kwa jina la Yesu. Umeishi utumwani vya kutosha. Umeishi kwenye utumwa wa mauti vya kutosha. Umekuwa mtumwa wa mauti vya kutosha. Umeitumikia aibu vya kutosha. Shetani amekuhofisha vya kutosha. Shetani amekudhalilisha vya kutosha. Shetani amekuumiza vya kutosha. Shetani amekuharibu vya kutosha. Shetani amekunyang'anya mema yako vya kutosha. Shetani amekukwamisha vya kutosha. Shetani amekuita majina mabaya vya kutosha. Mizimu ya kwenu imekuharibu vya kutosha. Shetani amekuumiza vya kutosha. Shetani amekuumiza vya kutosha. Shetani ameitesa ndoa yako vya kutosha. Shetani ameitesa ndoa yako vya kutosha. Lakini leo kwa jina la Yesu narejea. Bwana amefanya mlango mwingine. Hautakufa, unaishi sasa. Hautakufa, unaishi. Biashara yako haitakufa, inaishi. Ndoa yako haitakufa, inaishi. Amani ya ndoa yako haitakufa, inaishi. Haitakufa, haitakufa, haitakufa. Rapopo sana, hautakufa. Kwa jina la Yesu, hautakufa, hautakufa. Uzao wako hautakufa, hautakufa, hautakufa. Kazi yako haitakufa. Elimu yako haitakufa, haitakufa, haitakufa. Kwa jina la Yesu, haitakufa, 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 haitakufa. Bwana Yesu, haitakufa, 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 haitakufa.
urejee katika utukufu wa Mungu, urejee katika utukufu wa Mungu aliye hai. Urejee tena kwa damu ya Yesu, urejee. Nimerudi katika nafasi yangu. Nimerudi kupokea majukumu na wajibu mbele zako. Kwa damu ya Yesu najitangaza kuwa wakfu kwako na kwa Roho wako Mtakatifu, ili nipate kuendeshwa katika makusudi yako na kuzaa matunda ambayo Bwana wangu uliyatabikia katika ule msalaba kwa utukufu wa jina lako. Narudi navaa uhalisia wa vile ulivyonifanya, ili wewe upate kutukuzwa kwa mimi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amina. Haya, karibu utueleze unamshukuru Mungu kwa ajili ya kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina naitwa Yusti Charles. Nimekuja kwenye kanisa hili wakati mlikuwa mnajua matatizo yangu, lakini nimefika eneo hili Bwana Yesu ameniponya. Pia na kuniponya kwake, kwa hiyo nimekuja kumpa shukrani leo kwa Mungu. Nilichokuwa nacho nimsaidie baba kwa jinsi aliponifikisha. Huyo nani wako? Huyo ndo ni mke wangu. Huyo mke wako? Pigie makofi bwana. Haya, tumsikize mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru kwa kweli baba huyu niliteseka naye sana kwa muda mrefu, lakini kwa kufika hapa madhabahuni nashukuru mume wangu anaendelea vizuri kuanzia mwezi wa 8 hadi huu mwezi wa ngapi, hana maumivu yoyote, kapona kabisa. Nashukuru sana. Sasa sikia, nyie wote wawili mnatakiwa kumkamata Yesu.
Sawa jamani? Sawa. Kumkamata nani? Yesu. Yesu. Haya, wekeni sadaka yenu pale, alafu msimame hapo.